Ukitaka kumpima binadamu na kuona hapa panafaa urafiki naye, mimi nafaa kumwamini mie huyu kwa kushirikiana naye katika biashara, na hapa naweza nkenda mie nikapata salama katika kuoa mke kwa huyu, na kwa upande mwanamke vile vile naweza nkampata mume bora mie. Na amtizame mtu katika kipimo cha ibada ya sala kwanza, kabla ya kila kitu. Ni kipimo cha utu, ni kipimo cha unyenyekevu, ni kipimo cha uadilifu ibada ya sala, lakini pale itaposimamishwa, na sio kuinama na kuinuka tu. Ndani ya ibada ya sala kumewekwa wakati maalumu, lazima ahudhurie mwenye kusali. Jambo la kwanza hilo ambalo la uadilifu, na akili yake mtu imeshughulika sana hasahau, ni kwamba ibada imewekewa wakati. Basi salama ya ulimwengu itapatikana kwa wenye kuswali, tena wanaswali kwa nyakati, maana watakuwa ni watekelezaji wa ahadi katika mambo yao mbalimbali pindi wakiliweza moja hilo jambo la kuhudhuria kwenye sala kwa wakati. Wakishindwa hapo, itaonekana wazi kwamba hawako serious katika mambo. Ikiwa hawako serious katika wito wa Mwenyezi Mungu, bila shaka wataharibu nyadhifa zozote watakazopewa duniani, wataziharibu madhal hawakujali ile ya Mwenyezi Mungu kwanza. Mwenyezi Mungu ametamka waziwazi, inna salata kanat ala almu'minina ala man ala almu'minina kitaba mawquta, hakika ibada ya sala imekuwa juu ya watu maalumu, lakini juu ya wale wenye kuamini. Kama zimeshaota mizizi imani katika nyoyo, basi hii sala ni fardhi iliyowekewa nyakati maalum. Unaingia wakati, na hawezi mtu kuswali kabla ya kuingia wakati. Na kwa hapa ndo yale anotukumbusha siku zote mzee wetu, shekhe wetu, kwamba waadhini wengi wanaadhini kabla ya wakati. Na kweli bwana, wanasukuma tu dakika 20 nzima kabla ya wakati. Ina maana ya kwamba unamwadhinia mtu mgonjwa nyumbani kwake, hawezi kwenda katika jamaa, karuhusiwa. Ukiadhini kuna mwanamke kwenye nyumba, ameruhusiwa aswali nyumbani yeye, ina maana utamsalisha huyo kabla ya wakati. Na Mwenyezi Mungu hakubali ibada yoyote ambayo itasaliwa kabla ya wakati, haikubali Mwenyezi Mungu. Kanat ala almu'minina kitaba mawquta, lazima watu wachunge nyakati.